Unajua kwenye kila mtu kutoka kwenye lebo kuna mambo mawili au sababu tofauti. Kuna wanaotaka kutoka kwenye lebo kwa sababu washafikia hatua yao wenyewe wanaweza kujisimamia. Kuna ambao wanatoka kwenye lebo kwa sababu lebo haiwawezeshi. Simeelewa? Kuna wanaotaka kutoka kwenye lebo kwa sababu lebo haitimizi wajibu wake, haiwawezeshi wasanii. Kwa sana na kama asante ndugu yangu, kama tumekubaliana hivi na hivi na hivi, lakini ufanyike na hiki, basi tabii nitoke. Lakini kuna wasanii ambao wakitaka kutoka, wanatoka kwenye lebo kwa sababu washafikia kwenye mafanikio makubwa, wanaona sasa ilipo kana lebo mimi nashukuru tumeishi vizuri, sasa mimi nitakaanzisha changu mimi mwenyewe. Sasa kati ya watu wote wawili na mikataba yote ya lebo ina haki ya mtu anataka kutoka. Sasa inapofikia hatua hiyo, inatakiwa yule kulingana na situation yake kuongea na jopo lake au na sheria. Hapo inakuwa hamna masuala ya uonevu, hamna kuonewa, ni makubaliano mengine. Kwa kama unahisi lebo ukutendea yake, chukua na sheria yako, nenda mahakamani au nenda BASATA, taratibu zifuatwe, ingawa watu watakubaliana hivi na hivi, lakini mkataba wafanye hivi. Kwa mimi natakiwa niachiwe hivi kwa sababu alishindwa kufanya hiki na hiki. Na wewe ambaye ushaona mafanikio makubwa, ushatengeneza fedha, pia una haki kitakutoka. Bwana, tulikubaliana mimi nishapata mafanikio, nikitakutoka natakiwa nilipe hiki. Sasa nimefikisha hiki, naomba ni kilipe hichi ili niweze kufanya kazi yangu pembeni tofauti. Unajua kwa bahati mbaya zamani, nitakwambia kweli, zamani hata nchi na walikuwa wanaongoza hawakuwa wana pengine kujua uhalisia sana kwenye muziki unafanyaje, kwenye in terms of watu wanaanza kufanya nini, akafikia wapi, akapata nini na nini na nini. Kwa hiyo ilikuwa kama viongozi wakisikia kuna mwananchi analalamika, lazima waone kwa nini huyu anaonewa. Nakumbuka wanalalamikiwa wanakuwa ni watu ambao majani. Sasa usitolewe kwa lazima serikali au viongozi waone kama umbo anaonewa. Lakini tunashukuru serikali na hii ni niwapongeze sana kwa sababu mimi ni miongoni mwa watu ambao nilikutana na hizo mwanzo na nilitumika kama mfano bora wa kuzungumza nao na kuelewesha kama jamani, biashara zetu ziko hivi na hivi na hivi na hivi. Kwa kuna mtu kutoka kwenye hivi, kuna mtu kutoka kwenye hivi. Kwa mtu akija, msikilizeni muone kwamba na nyinyi mnaangalia kwa utokaji huyu hapana, mwenye haki ni wewe. Kwa amekuwa akisaidia kuendesha hayo vizuri sana. Hakai tu serikali upande mmoja, tikisa umekuja msanii na kutoka kwa au toke hapana. Sababu kienda kama pale BASATA na especially kama ile Mapana anampongeza sana, ni mtu ambaye anaelewa sana mambo ya muziki. Ni mtu ambaye anaelewa mikataba na biashara ya muziki. Kwa hiyo ukifika pale kulingana na uhalisia wako, aidha kama msanii ana haki, msanii anapewa haki yake. Aidha kama lebo ina haki, lebo inapewa haki yake. Lakini miongoni mwa vitu ambavyo wananchi lazima watambue na wafahamu ni biashara. Yaani watu wakishaingia, aidha tunajua msanii ndio akitakusaini mara kwanza anakuwa yeye anakusaini tu. Si tushaurudisha watu makibao pale. Hapo mtu atakusaini mimi saini tu, ambia kaleta familia yako, hata mzazi wako. Si pala sasa mpaka tunawarekodi kabisa saini tu. Mimi na mjumbe wako pembeni. Fulani nimesaini mkataba huu. Nimeridhika, nimeusoma, nimejibizi na sheria yao kwa pembeni. Ili baadaye mtu asiseme kama unajua hivi kibinadamu. Lakini uhalisia ni kwamba inakuwa ni mikataba ya kibiashara na sisi kama lebo kimsingi na kweli wanakuwa kwenye mtu wake angeweza kuipeleka hapa kwenye kulima mahindi, kwenye kuvuna mchele. Lakini mtu anaona kama wacha niekezee kwenye muziki. Kwa sasa naye sio kwa sababu kawekeza akawa pia ana makosa anafanya, afu msanii akitaka kutoka au akitaka kuleta bilingi ya mwana msanii tatizo hapa. Kwa sisi kama lebo tunatakiwa tufanye majukumu yetu. Na mimi kiudi sasa sisi kama wanamuziki tunatakiwa tufanye majukumu yetu. Ili inapofikia tu kama mkataba kila mtu anakuchukua njia yake, taratibu ifuate. Kama lebo anatakiwa kumlipa msanii au kama msanii anataka kulipa lebo, kila mtu ameshake shilingi. Sasa pia wananchi wanatakiwa walielewe. Na sisi kama wanamuziki, lakini pia sisi kama lebo tunatokea bilingi, kila mtu anataka kuwa nje.
Unaelewa, kama unakuwa nje inaonekana unajua hivyo kibinadamu na unajua kibinadamu mtu anakuonekana yeye pande wake ndio kaona. Kama mtu ana mimi niko sawa, mimi niko sawa, mimi niko sawa. Akihitimishwa yote BASATA baada kutoka hapo inaenda kwenye kama mahakamani wanamaliza pale pale. Watu wasikimbie sana kuhukumu watu mpaka baada ya BASATA wenyewe pamoja na mahakama kuona mabana tumekubaliana. Sawa. Diamond ni mwoga sana kuongelea masuala haya. Labda nikwambie kitu kimoja. Mkataba wa muziki na kupenda mifano kabisa. Kawaida ya muziki mkataba ile investment yako ukiweka unatakiwa kwanza urudishe investment yako alafu ndio mgawane kinachopatikana baada ya kurudisha kile ambacho ulichoinvest. Ndio kibiashara iko hivyo. Lakini Wasafi sawa. Yaani ilivyo kwanza. Kama ni kuwekea watu wasichokijua mkataba yote ya dunia ni sio tu kwanza kurudisha. Unaposaini mkataba wote wa kimataifa kwa masuala ya kimuziki. Cha kwanza ilivyo, imeingia milioni. Inatakiwa lebo ichukue faida yake kwenye milioni kwanza. Kama nikubaliana 50 chukua 50 yake. Alafu kwenye ile ya msanii ndio wanakata investment. Sio unaelewa kwa nini? Ndio kunaelekea huko. Hata hiyo unasema kwamba wanataka wakati investment hiyo afanye balombaya leo kwa Marekani. Sasa ndio maana nataka niweke ili mlipeleke vizuri, si ndio? Kwa unaingia mkataba makubaliano 50-50, si ndio? Ina maana imeingia milioni. Katika milioni naingia kwanza nachukua mimi 50 yangu. Mimi ndio nimeinvest, nachukua 50 yangu. Alafu anarudisha hela ile ambayo investment ni wewe ile 50 yako. Sio kwenye 50 yangu. Sio umeelewa vizuri? Ndio mikataba yote duniani ilivyo. Sasa nakupa mkataba wa Wasafi ukoje? Mkataba wa Wasafi ulivyo. Sawa? Imeinvestiwa 100. Ikiingia 100, msanii anachukua 40 bila kurudisha chochote. Katika ile investment 60 inatakiwa ingie wewe. Ukiangalia mpaka tukigawana ile 60 wenyewe, anapata faida nani? Mbona ungepole pole? Sijui umeelewa vizuri. Na mimi baada ya hapo nikamwambia Diamond, mimi ili biashara mnachofanya kazi kama NGO, ni bora umeandika Wasafi NGO ya wasanii. Kwa sababu hakuna faida tunayopata wao. Kwa sababu leo anakuja msanii anahitaji njara. Anaona kama wewe unakufanyia hiki na hiki afu anafanya hivi. Unakukosea wapi? Basi pata contact. Lakini watu wote ambao uishi nao, yani mtu ambao kwa sababu mimi sitegemei hela ya wanamuziki wa leo. Wao wenyewe wanaelewa. Katika income zangu haifiki hata 0.1, 0.5 hela leo. Wanaelewa. Mimi nachukua ndugu zangu, familia yangu. Yaani hii ni familia yangu. Na mtu akinikosea na umia kweli au kila sawa. Na ndio maana unakuta mtu kama Mbosso, mimi sitaki shilingi ndugu wangu. Mbosso tumeishi vizuri sana. Ana discipline na adabu, nampenda, ananipenda, tunaheshimiana sana. Na sikudanganya kama ningetaka hata bilioni 2 ningechukua pale. Unajua Mbosso anapaswa shilingi kabisa milioni 50 hiyo. Kwa katika milioni 50 kama na 60 pesa na maya lango pale milioni 30. Na kiasi usomona na shule. Kwa maana zile 30 zangu nilikuwa nasoma. Lakini mdogo wangu mimi nakupenda, tumeishi vizuri, uniheshimu, hatuja kugombana, hatuja kupishana. Kwa nini wewe sasa hivi umeshafikia hatua ambapo unaweza kufanya jambo? Kwa nini kulete lomba? Kama umeamini unaweza kuanza vizuri, sawa. Kwa sababu rasmi ya kulipa na kwa basi yeye kuja uko tayari kulipa fedha. Kama bro sasa nataka nifanye kwa mdogo wangu, mimi sitaki kumlipa kwako bana. Mimi leo tumeishi vizuri, mambo vizuri kwa Lava hakunifuata kuniomba mimi hata kutoka. Nilimpigia simu Kim, nikamwambia Kim, ongea na Lava kama angependa naye kuanza kujisimamia, mwambie aje nimpeleleze. Lava ni miongoni mwa wadogo zangu ambao wanajua yeye anajua nampenda. Na watu wengi wanaweza pa mtazamo kwamba lebo Wasafi push si Lava. Hapana. Unajua sisi tunafanya kadri Mwenyezi Mungu atubariki. Lakini mengine ni Mwenyezi Mungu. Inawezekana mtu kampush kadri anavyoweza, kama Mwenyezi Mungu mwenyewe ameona pana, natakiwa hapa baadaye hivi.
hata ufanyeje, hawezi kuwa unachotaka nini. Ni kijana na talent la Valapa, anaimba vizuri, yani ana juhudi, anaweza creative, anajituma. Nilikuwa na nyumbani pia jana. Baba alikuwa na mara nyingi sana tutawasichokijua. Nikamwambia Kim kama Valapa pia ange kama yuko ameshakuwa kwa sababu anataka naye pia kujisimamia, aje wangu nitampa free release na nimeshauri vizuri. Hajapo kuvunja heshima Valapa, yeye nikosea. Tumishi kwa kupendana, kwa kujibana kwenye hali na mali. Wakaja Valapa, kazungumza naye kwa ndugu wangu tunakupenda na sitaki kunipeleka. Mungu tayari basi nikamwambia kimbia, nikamwambia licha tu hivyo, lakini kama baadhi yako pia nitakuwezesha kiasi cha kuanza kufanya project zako. Sura niliyokuambia nitakuwezesha kiasi cha kuanza kufanyia project zako kama mchango wangu mimi kwako wewe. Tumeisha Valapa karibu miaka 8 sasa hivi. Sana kutoza nini? Kuja kuvunja heshima ndio sana adabu ndio kwa. Sasa wasanii pia hiyo waangalie, unajua ilivyo makubaliano ni namna ya kuishi tu watu. Alafu tu mikataba sio issue ya big deal. Ila ukitaka kujifanya wewe kibri, watakuleta jeuri. Ndio nakuza kwa hivyo tu. Basi. Tunaomba tarehe 31, si ndio? Warehouse pale. Tuje kuangalia. Chagueni meeting yangu Inter Milan kabisa.